Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Tena kwa mara nyingine nikukaribishe tena katika wakati huu, wakati ambao tunakwenda kujifunza kwa ufupi na kuomba pamoja katika mwezi wetu huu wa 4. Nikupe hongera wewe uliyepata neema, wewe uliyepata kibali cha kuweza kuhudhuria na kuwepo tena katika mwezi mpya, mwezi wa 4. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ni mwema na mwaminifu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mkuu, uliyetupa neema, uliyetupa kibali cha kuweza tena kuona mwezi mwingine. Asante kwa ajili ya msikilizaji, asante kwa ajili ya mama yule, kijana yule, binti yule uliyempa neema ya kuwepo tena katika majira haya. Baba, karibu tena katika wakati huu tunapoenda kujifunza neno lako na kuweza kuomba pamoja na kuweka wakfu malango ya mwezi wa 4. Usituachwe pamoja na sisi kwa utukufu wako, katika jina la Yesu, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu kwa mara nyingine. Karibu tena katika somo letu. Nitaelezea namba 4 kiroho. Namba 4 kiroho. Kuingia katika mwezi mpya si jambo la kawaida, ni neema. Kuingia katika mwezi mpya si jambo la kawaida, ni neema na rehema za Mungu. Ni rehema na neema za Mungu. Ni nafasi ambayo Mungu amekupendelea kutoka kwa Mungu. Amekupa neema hiyo, nafasi ya upendeleo. Kila mwezi una ujumbe kiroho. Hakuna mwezi unaokuja kwa bahati mbaya, na hakuna mwezi tu unaotokea ukuwepo tu, lakini kila mwezi unabeba ujumbe wa kiroho na kinabii. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo katika Biblia kuna namba 4, kuna namba kiroho. Tafafanua namba 4 kiroho katika Biblia. Tafafanua uelewe namba 4 kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kimsingi na kiutulivu kabisa, namba 4, soma kitabu kile cha Maombolezo sura ile ya 3 mstari wa 22 hadi 23. Anasema ni huruma za Mungu kwa tuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, na fadhili zake ni mpya kila siku, kila asubuhi. Kwa hiyo ina maana umepewa mawazo mapya katika mwezi huu. Sio mawazo ya kuangamia, sio mawazo ya kupata shida, sio mawazo ya changamoto. Bwana akupe neema na mawazo mapya katika mwezi huu. Hajalishi mwezi wa 3 umepitaje, mwezi wa 3 umekuwa na changamoto gani na mambo mangapi, lakini katika mwezi huu wa 4 Bwana akupe kuinuka tena katika jina la Yesu. Kwa hiyo maana ya namba 4 kiroho au kinabii. Maana ya namba 4 kiroho kinabii. Namba 4, mwezi wa 4 ni mwezi ambao umebeba mambo makuu kama manne. Namba 4 kiroho ina maana msingi, una maana utulivu, utimilifu wa mambo ya duniani na mawazo, mwanzo wa kujengwa. Utimilifu wa mambo ya duniani, utulivu, msingi na mawazo au mawazo ya kujenga au mwanzo wa kujengwa. Kwa hiyo kinabii, tukianza na namba 4, ni ishara ya msingi na uimara. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 25. Mvua ikanyesha, mito ikajaa, pepo zikavuma, nyumba ile haikuanguka, maana ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Kwa namba 4 inaonyesha kujengwa kwa msingi. Mungu anakujenga ili usianguke. Ni mwezi wa kuweka msingi imara ili kuweza kumaliza mwaka. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kuweka misingi imara. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwezi wa kuimarisha maisha yako. Mwezi wa kuimarisha maisha yako. Mwezi wa kuimarisha huduma. Mwezi wa kuimarisha wito. Mwezi wa kuimarisha hatua zako. Kwa namba 4 kwa tafsiri ya kwanza ni ishara ya msingi na uimara. Namba 2, maana ya namba 4 inahusiana na dunia
uumbaji. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14. Biblia inasema Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu, itenge kati ya mchana na usiku. Kwa siku ya 4 ya uumbaji, Mungu aliweka mfumo wa dunia, akaweka utaratibu wa nyakati. Siku ya 4 Mungu aliweka mfumo wa dunia, akaweka utaratibu wa nyakati. Kwa hiyo inaonyesha mwezi wa 4 ni mpangilio na kurekebisha maisha yako. Mwezi wa kupangilia na kurekebisha maisha yako. Haijalishi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu ulipitia nini. Haijalishi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu kuna kitu gani ulikipitia. Lakini katika mwezi wa 4 ni mwezi wa kuimarisha, mwezi wa kurekebisha, mwezi wa kuweka mpangilio wako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 4 ni ishara ya pande zote za maisha. Dunia ina pande 4. Kwa namba 4 ni ishara ya pande zote za dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4 inaashiria pande zote, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Kwa ina maana ya ukamilifu wa mambo ya dunia. Namba 4, ukamilifu wa mambo ya duniani. Naposema ukamilifu, Mungu anaweza kukugusa kazini, kwenye familia, kwenye afya, kwenye fedha. Mungu anaenda kukamilisha hilo swala kwenye eneo la uchumi. Kwa namba 4 ni mwezi wa kukamilisha mambo ya duniani. Tunaishi katika roho na katika mwili. Mambo ya mwilini ya kwako, kazi, biashara, ndoa, familia, eneo la fedha, eneo la afya, eneo la kazi liko na changamoto. Lakini namba 4 pia ni ishara ya udhibiti na mamlaka ya Mungu duniani. Danieli 7 mstari wa 2. Nikaona katika maono yangu pande 4 za mbingu zilivuma juu ya bahari kuu. Kwa Mungu anatawala kila upande. Hakuna kinachotokea bila yeye kujua. Kwa katika mwezi wa 4 hakuna kitakachotokea bila yeye kujua. Haijalishi ni maeneo gani, ni kitu gani, ni vitu gani, lakini hakuna kitakachotokea kwenye maisha yako wewe bila Mungu kujua, katika jina la Yesu. Haijalishi umelia nini, ni kitu gani kimekuuliza kwenye mwezi wa 3, ni jambo gani limekuuliza kwenye mwezi wa 3. Nimeacha kila kitu majira haya, nimemaliza huduma, nimemaliza vitu vingi, lakini nikasema hapana. Nikasikia msukumo ndani wa kusema na wewe ambaye mwezi wako wa 3 umekuwa ni mbaya kiuchumi, umekuwa mbaya kwenye afya, umepoteza ndugu, wamefariki, umezika ndugu. Umekuwa ni mwezi ambao wa 3 umekuwa ni mwezi wa changamoto, ni mwezi ambao hausahauliki kwenye maisha yako. Lakini nimekuja kukutia moyo kwamba mwezi wa 4 ni mwezi wa mwanzo wa kujengwa upya. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mwezi wa mamlaka ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini namba 5 ni mwezi wa kujengwa upya. Isaya 43 mstari wa 19. Tazama nitatenda jambo jipya, sasa itachipuka. Mwezi huu ni mwanzo mpya, ni wa kujengwa upya, ni mwezi wa kurejeshwa upya. Nini kilichopotea kwako? Nini kilichopotea kwenye maisha yako? Nini unatamani Mungu akufanyie? Nipo hapa kukutia moyo. Kwa katika ujumbe wa mwezi wa 4, wewe ambao unanifuatilia na ambao umeshapata ujumbe huu kwa njia ya maandishi, huu ni mwezi wa kuwekwa, ni mwezi ambao unaenda kuwekwa wakfu juu ya kila kitu unachokifanya. Mungu anaenda kufanya kwa namna ambayo unaenda kushangaa. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo ni mwezi wa kurekebishwa, mwezi wa kuweka misingi, mwezi wa kuwekwa misingi katika kila eneo. Naposema msingi, nyumba haiwezi kujengwa bila msingi. Naposema msingi, nyumba haiwezi kujengwa bila msingi. Jina la Bwana libarikiwe. Kuanza upya, kuimarisha kile ulicho nacho. Mungu anaenda kukuza mtaji wako, biashara yako. Kwa ni mwezi wa 4 ni mwezi ambao sio wa kawaida. Msingi wako unaenda kukaa vizuri. Pangilio wa maisha. Mwezi wa 4 sio mwezi wa kawaida. Ndio maana nimekuja kwako leo tuweze kuomba kwa ajili ya mwezi wa 4.
Jina la Bwana libarikiwe. Mimi sijui napitia kitu gani, sijui napitia changamoto gani, sijui nini ambacho nawaza. Tunaenda kubariki mwezi wetu wa 4. Uenda umekata tamaa na umevunjika moyo, lakini tuna tarehe 1 mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 4. Unahitaji uongozi wa Mungu, unahitaji mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Nani kuambia kitu kimoja, kama mwezi wa 3 ulitembea kwa akili zako, ulitembea katika viwango vya kawaida, basi mwezi huu wa 4 na kuombea uende ukatembea katika neema na viwango vikuu vya Mungu. Na kuombea uende ukamwone Mungu akikutetea kwa namna ambayo sio ya kawaida. Uende ukamwone Mungu akikutetea kwenye maisha yako. Uende ukaone neema ya Mungu ikisimama kwenye maisha yako. Uende ukaone Mungu akikufufua katika kila eneo. Ukawe ni mwezi ambao ni wa ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa ninatamani sana tunapoenda kuomba, ujiambatanishe na maombi haya. Ujiungamanishe na maombi haya. Ukaende kusema na Mungu. Ukaende kumwambia Mungu juu ya hicho unachopitia. Uende ukamweleze Mungu juu ya changamoto ambayo imekusibu. Nenda kamwambie Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Nenda kamwambie Mungu. Kamweleze Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye neema. Asante kwa ajili ya msikilizaji uliyempa neema, uliyempa kibali katika majira haya na wakati huu Bwana. Asante kwa ajili ya neema uliyompa msikilizaji huyu. Asante kwa ajili ya neema uliyompa baba huyu, mama huyu, kijana huyu, binti huyu katika mwezi huu wa 4. Baba, asante kwa ajili ya mwezi uliopita. Tunakushukuru kwa sababu ya yote ulioyafanya, hata yale ambayo Mungu kuyafanya katika mwezi wa 3. Tunakutukuza Bwana. Tunaomba rehema mahali ambapo tulinungunika. Kuna mahali tulinungunika, kuna mahali tulikuibia sadaka, kuna mahali hatukukutii. Tunaomba rehema, tunaomba toba. Tunaomba rehema, tunaomba toba. Tunaomba utakaso Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Neema yako ya pekee, mkono wako wenye nguvu Bwana, ukadhihirike katika majira haya. Neema yako yenye nguvu ikaonekanike katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Nasimama kinyume na kila mikataba na roho za giza, na kila mikataba na roho za kuzimu katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Tunasimama kinyume na kila roho na kila mifumo yote ya kuzimu na kila mifumo yote ya mapepo. Tunasimama kinyume na kila mikataba na roho zote za giza katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Tunaangusha kila roho za giza, tunaangusha kila mikataba ya kuzimu, tunabomoa kila mifumo ya giza katika jina la Yesu Kristo. Tunaangusha Bwana yale mawazo kinzani tuliotoka nayo mwezi wa 3. Tunakataa roho za kuona vitu hafifu, roho za kuona vitu kinyonge, roho za kutokuona mambo makuu katika jina la Yesu. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru Bwana, tukaweze kuona mambo mema katika mwezi wa 4 katika jina la Yesu. Ninasimama kinyume Bwana na kila roho na mikataba yote ya giza, na kila mikataba ya kuzimu na mikataba ya kushindwa katika jina la Yesu. Tunavunja kila roho za giza, tunaharibu kila makubaliano, tunaharibu kila mikataba katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Tunavunja kila aina ya roho chafu ambazo Bwana zimemkamata msikilizaji huyu. Kuna mawazo ya kukata tamaa, mawazo ya kufa moyo, kwamba kwa nini yeye. Baba, ninamleta mbele zako na changamoto alio nayo katika mwezi wa 4 Bwana, mwezi wa kujengwa, mwezi wa kuimarishwa, mwezi wa kuweka misingi imara, mwezi wa mamlaka, mwezi wa kututokea Bwana katika kila kitu tunachokifanya kilicho chema katika jina la Yesu. Ninakataa Bwana roho za kufa moyo, roho za kukata tamaa, roho za kuvunjika moyo katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja Bwana katika jina la Yesu. Ninavunja, ninaharibu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba ukasimame Jehova, ukasimame na mama huyo na baba huyo, ukasimame Bwana, ukatende, ukafanye kwa utukufu wako. Ninabomoa kila mikataba katika jina la Yesu. Ninaharibu kila roho chafu, ninaharibu kila mikataba michafu, ninaharibu kila nguvu za giza, ninaharibu kila mikataba Baba katika jina la Yesu. Kila mipango mibaya iliyosimama katika mwezi wa 4, ambayo Bwana huenda msikilizaji huyu anaona tu ubaya, aoni mema. Ninasimama Bwana, ninaweka wakfu lango la tarehe 1
leo. Ninaweka wakfu Bwana tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12. Ninaweka wakfu Bwana tarehe 13, tarehe 14, tarehe 15, tarehe 16. Ninaweka wakfu Bwana tarehe 17 katika jina la Yesu Kristo. Tarehe 18, tarehe 19, tarehe 20, tarehe 21, tarehe 22. Naweka wakfu Bwana kwa damu ya Yesu. Hakuna taarifa yoyote iliyo mbaya, hakuna magonjwa, hakuna mateso, hakuna maonezi katika mwezi wa 4. Hakuna taarifa mbaya katika jina la Yesu Kristo. Hakuna viwango vya kawaida oribashanda rabakolia katika jina la Yesu. Tarehe 23, tarehe 24, tarehe 25. Naweka wakfu Bwana tarehe 27, tarehe 28, 29, 30. Ninaweka wakfu Bwana. Hakuna roho chafu wala mikataba mibaya wala roho za kuzimu zitakazosimama dhidi ya kila mifumo ambao Bwana umekusudia, yale mambo mema ambao Bwana umeyakusudia kwenye maisha ya msikilizaji huyu Bwana. Nenda kadhihirike Bwana, nenda kaonekane Jehova, nenda katende Bwana. Ninapindua kila madhabahu za giza, walinzi wa kipepo. Ninaweka walinzi wa Roho wako Mtakatifu, naweka walinzi wapya Bwana katika kila malango ya mwezi wa 4. Ninayafungua malango ya neema, nayafungua malango ya baraka. Orabashika rabayando riabakolia. Kila roho chafu ninabomoa kwa moto lao. Ninavunja kila mikataba yote ya utawala wa kuzimu. Ori baba shanda baraba koria masaya. Ori baba shanda mama endere bashika raba koria masaya. Ora baba shanda rararabori mashata rede baba shanda rarararararara. Hika mikataba yote ya kuzimu, kila mikataba yote ya kuzimu, kila mikataba yote ya anga, mikataba mifumo kwenye uchumi, katika eneo la afya, katika eneo la huduma, katika jina la Yesu. Roho zote za giza, mifumo yote ya kuzimu, katika jina la Yesu ninabomoa kwa moto, ninaharibu kwa moto kila mikataba ya giza, ninaharibu kwa moto katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Kila mifumo ya giza, kila mifumo ya kuzimu, kila mifumo ya kipepo, ninavunja mifumo yote. Ninaharibu kila roho chafu. Wewe pepo ambaye umesimama kwenye ufahamu wa huyo baba huyo mama, roho ya hofu, roho ya kukata tamaa, roho ya kutokuona neema, anaona majanga tu, anaona magonjwa tu, anaona mateso tu, roho ya kulialia Bwana, kukata tamaa, roho ya kufa moyo, roho ya manunguniko haitakaa kwenye maisha yake katika jina la Yesu, katika jina Yesu. Hiyo roho na iapisha, 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 hiyo roho na iapisha. Pokea unabii mpya kwenye mwezi wa 4. Pokea unabii mpya kwenye mwezi wa 4. Pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa. Pokea neema mpya katika biashara, katika kazi yako, katika huduma. Bwana akuinue, Bwana akupe mpenyo. Hakuna roho itakao kushusha chini. Kila aibu iliyopangwa kwenye maisha yako, hiyo aibu inaangushwa, hiyo aibu inaangushwa. Ndoto mbaya zinaangushwa, mikataba mibaya inaangushwa, maana imenenwa, imeandikwa. Orabashakata, hatapata kuwepo na mtu yeyote atakayesimama mbele zako. Nani anayesimama mbele zako? Mikataba gani ambayo iliwekwa? Hakuna kitakachomshinda Yesu. Yesu amekuja kwenye maisha yako. Yesu umetokea kwenye maisha yako. Hakuna roho za giza, hakuna mikataba ya kuwa anga, hakuna walinzi wa kipepo watakaoleta uharibifu. Kila ahadi iliyokusudiwa mwezi wa 4 na kila neema iliyokusudiwa mwezi wa 4, fedha iliyokusudiwa mwezi wa 4 inaenda kutokea. Huko muujiza unatokea kwenye maisha yako. Kilichokusudiwa mwezi wa 4 kinaenda kutokea sasa, kinaenda kutokea sasa. Kila uzito na ugumu wa ibada kwenye maisha yako, roho ya usingizi, roho ya kushindwa kuomba na kusoma neno, na iapisha hiyo roho, ninaiapisha hiyo roho oribashanda rabakoria katika jina la Yesu. Hiyo roho itakaa kwenye maisha yako, hiyo roho itakaa kwenye maisha yako, hiyo roho itakaa kwenye maisha yako. Ninakataa hiyo roho, ninakataa hiyo mikataba, nakataa hizo nguvu za giza. Zinakatika hapo zilipo, zinaondoka hapo zilipo. Kila mikataba na matamko waliotamka kwenye maisha yako, walitamka nini kwenye maisha yako? Ninafuta kilichoandikwa. Oribashanda barabakoria. Kitabu cha Yeremia 15 mstari wa 2 imesema ile walioandikiwa kufa watakufa, waliokuandikia mauti wanakufa wao, wasiokuwa na roho ya kutubu ndani yao. Katika jina la Yesu Mungu aliye hai, ninavunja kila roho chafu, ninavunja mikataba yote ya giza. Ninatuma damu ya Yesu kufuta kila walichoandika, uharibifu ulioandikwa kwenye maisha yako. Hapana uharibifu, hapana uharibifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unafunguliwa, unawekwa huru sasa, unawekwa huru sasa, unawekwa huru sasa, unawekwa huru sasa. Wewe ambao unateseka na magonjwa ya kifua kikuu, iwe ukimwi, iwe kansa, iwe vimbe, iwe pressure, katika jina la Yesu
Naachilia damu Yesu kwenye maisha yako. Naachilia neema kwenye maisha yako. Wenda walinena uharibifu kwenye maisha yako, wakanena mateso kwenye maisha yako. Ninanena uzima kwenye maisha yako. Ninanena kuinuka kwenye maisha yako. Ninanena biashara yako ikainuke. Ninainua huduma yako ambayo umekufa, ambayo umekata tamaa. Hiyo roho ya zina na uasherati inayokutesa, hiyo roho ya kiu ya dhambi, kiu ya ulevi inayokutesa, marabashando ribarabakoria orebashaka yanda baraba orebashika rabayando orabashika rabayande riabasaya. Katika jina Yesu ninabomoa kwa moto, ninaharibu kwa moto, ninavunja kwa moto. Hizo pepo zinaondoka, hayo majini yanaondoka, hizo nguvu za giza zinaondoka. Roho za kukata tamaa, roho za kufa moyo, roho za mikosi, kukosa kibali, nenda ukawe na kibali katika mwezi wako wa 4. Ukawe na kibali, pokea kibali mwezi wako wa 4, pokea kibali mwezi wako wa 4. Ninakataa hizo roho zinaondoka, ninakataa hizo roho zinaondoka, hizo pepo zinaondoka, ninaziapisha kwa moto lao. Ninakuapisha ewe pepo uliyekaa kwenye maisha ya baba, uliyekaa kwenye maisha ya mama, roho ya stroke, roho ya kuparalyze toka, roho ya kisukari toka kwa moto lao mwezi wa 4. Hautazika, ulizika miezi iliyopita. Na kataa roho ya mauti na kuzimu, roho ya mauti na kuzimu, lango la mauti, kila ajenda ya kikao cha siri, kila vikao vya siri vya kipepo ninavisambaratisha kwa moto lao, 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 kwa moto lao. Hiyo roho inaondoka, hiyo roho inaondoka, hiyo roho inaondoka, hiyo roho inaondoka. Magonjwa yanaondoka, mateso yanaondoka, misiba inaondoka kwa moto lao, kwa jina la Yesu. Ninaweka wakfu kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30. Hakuna taarifa mbaya, hakuna mateso, hakuna roho ya uzito wa kibada, hakuna mikataba itakayosimama. Ribashama rabako ribasika rabakoria. Ninaapisha hizo roho za giza, ninaapisha hiyo nguvu ya giza, haitakaa ndani yako tena, hiyo roho ya kukamishwa. Ila uwepo wa roho yote ambayo imekaa kwenye maisha yako. Kama unaumwa, kamata sehemu nayo umwa. Tunaomba kwenye sehemu nayo umwa. Na ugonjwa wote ambao umekusumbua, katika jina la Yesu kuna saa ya kufunguliwa saa hii. Unapona muda huu. Ni pressure, ni nini, ni vimbe, saa hii Mungu anakugusa hapo ulipo. Mungu anaachilia neema kwenye maisha yako. Mungu anaachilia kuinuka kwenye maisha yako. Mungu anaachilia kupona kwenye maisha yako. Unapona, 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 unapona. Kuna nguvu inatembea hapo ulipo. Unayefuatia kwa njia YouTube na kwa njia audio, unapona, unapona. Kuna uponyaji, kuna uponyaji. Angalia, ori bashanda barabasi ekeri masenda rabakori ya masia. Katika jina la Yesu Kristo, moto na waka, moto na waka, moto na waka, moto mara 7 katika ugonjwa. Ori bashanda barabakori ya moto na moto, moto unateketeza kila kazi ya ibilisi, unateketeza kila kazi ya adui, kila kazi ya kuzimu. Rikaraba shanda barabo riba shekete mashaka riba shanda baraba koria. Kila roho ya kukuzuia kuomba, roho ya kukuzuia kusoma neno, roho ya mikataba ya giza, mizimu ya ukoo, ninaiapisha kwa moto, ninaiapisha kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu sasa anaachilia neema kwenye maisha yako. Unaachilia neema, anaachilia neema, anaachilia neema. Damu ya Yesu inapita, 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 damu ya Yesu inapita. Nasema damu ya Yesu inapita kwenye maisha yako, inapita kwenye huo ugonjwa. Huo ugonjwa unafutika saa hii. Angalia, 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 angalia. Ukitoka hapa nenda kaangalie. Neema ya Bwana imepita, neema ya Bwana imepita. Unapita, unaguswa hapo. Mkono wa Mungu nakugusa. Hauna umbali hapo ulipo. Rika mandarabasika, rika marabashende rebosia marabakoria. Ora baba shadadadabo di mashande bakoria. Rika mandere bashanda baraba. Ore bashata. Kila maneno yaliyotamka kwako ya kwamba utafanikiwa, maneno ya kukataliwa, maneno ya uharibifu yaliyotamka kwenye maisha yako, nimekuja kukatayo maneno, ninayapinga na yafuta. Na katayo maneno nafuta kwa moto lao. Kila roho ya uharibifu, roho ya mateso, roho ya kukataliwa, hiyo roho kosa kibali mashanda baraba shekere basika. Ore mashanda baraba bodi mashanda rebo koria. Katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, ninaachilia damu ya Yesu, 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 ninaachilia damu ya Yesu. Wewe unayenifuatilia hapa, haujanifuatilia kwa bahati mbaya, wewe uko live au uko live kwa bahati mbaya, wewe ambao umekosa uzao kwa muda mrefu, umekosa uzao kwa muda mrefu,
Umekosa uzao kwa muda mrefu, ni saa ya kuinuka, saa ya kufunguliwa, saa ya kufunguliwa. Pokea uzao, pokea uzao. Kila roho ya mapepo mahaba yaliyokutesa kwa muda mrefu, mapepo mahaba, umekosa njaa, umekosa takio ya ibada, yamepiga uchumi wako, yamepiga kazi. Rekeshata rabayanto rima shaba rabakoria reba baba shandararararaba rekerima shada baraba koria rikamande reba shaba rabako rikamande reba shika rabakoria. Ninakufungua sasa, ninatamka kuinuliwa, ninatamka kuinuka, ninatamka kuinuka, ninatamka kuinuka, ninatamka kuinuka, ninatamka kuinuka katika jina Yesu. Kila mikataba na makubaliano yao waliokubaliana kwenye ulimwengu wa roho, oribashaba enderebashika rakatabarabashekere masaka rikamandarabakoria masia rikarabashede borimashada, kwa moto lao kila roho za giza ninapangua kila mipango ya uharibifu katika mwezi wa 4. Hautakuwa mwezi wa kulia, hautakuwa mwezi wa mateso, hautakuwa mwezi wa kucheka ori mashabaraba, hautakuwa mwezi wa kuchoka, utakuwa mwezi wako wa furaha, mwezi wa misingi mipya. Ninaweka misingi kwenye biashara na huduma yako iliyokuwa inasheki, iliyokuwa inakaribia kuanguka. Kila kicheko cha maadui wanaanza kulia wao, kila kicheko cha maadui kinageuka kilio, kinageuka kilio. Rika marabashana bodi basika endere basaka rabayando robosaya. Haijalishi ni mahali gani umekosa kodi juu na panaje, au ada za watoto, madeni yanakusumbua, haijalishi ni changamoto gani, ni kupandishwa cheo, ni wapi, nani aliyekunyang'anya kiti na kurudisha kwenye nafasi yako katika ulimwengu wa roho, rudi kwenye nafasi yako, rudi kwa jina Yesu, rudi kwa jina Yesu, rudi kwa jina Yesu, rudi kwa jina Yesu, rudi kwa jina Yesu. Ninakataa kila makubaliano, ninakataa kila makubaliano, ninakataa kila makubaliano. Walikubaliana kwa habari ya uharibifu, wakasema ya kwamba utanyanyuka, wakasema ya kwamba tuone mwisho wake. Nimetumwa na Yesu ya kwamba unainuka unafunguliwa, unainuka unafunguliwa, unainuka unafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa roho ya kutesa, ninakataa roho ya kukutesa, nakataa hiyo roho ya maonezi, hiyo roho ya maonezi. Toka chia, toka chia, toka chia, toka chia, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Kila mikataba na makubaliano yote ambayo walikubaliana kwenye maisha yako, walikubaliana kwenye maisha yako, wakaandika waraka uharibifu, wakaandika waraka ule, kila kikao cha siri na kila roho ya mapoza kwenye maisha yako, ninaiondoa kwa jina la Yesu, 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 ninaiondoa kwa jina la Yesu. Hiyo roho inaondoka, roho ya mapoza, kila kikao cha siri na mawakala wa kipepo, ninawapiga kwa jina la Yesu, ninawapiga kwa jina la Yesu, ninawapiga kwa jina la Yesu. Mwezi wako wa 4 utakuwa ni mwezi wa neema, utakuwa ni mwezi wa 4 wa neema. Mwezi wa 4 utakuwa mwezi wa kawaida kwenye maisha yako, hautakuwa mwezi wa kawaida kwenye maisha yako. Ninakataa roho ya kushindwa. Inuka kajaribu tena, inuka ukafanye tena, inuka ukatende makuu, inuka ukatende makuu. Kila roho ya kufa moyo haitanuka kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakupa heshima na adhama kwa ajili ya msikilizaji huyu, kwa ajili ya baba huyu, mama huyu uliyempa neema kufuatilia maombi haya. Naamini ya kwamba ni dakika chache lakini zenye nguvu. Kuna mahali umemvusha, kuna mahali ana ushuhuda ya kwamba mwezi wa 4 ninauweka wakfu utakuwa mwezi ambao sio mwezi wa kawaida, mwezi ambao atakuwa na ushuhuda, mwezi wa kwenda kuimarishwa, mwezi ambao ataona neema. Namfungulia kibali, namfungulia neema ya kibali. Favor yako Bwana ikatembee pamoja naye, ukamuonekanikie katika mwezi huu wa 4. Baba, ninaweka wakfu malango ya mwezi huu wa 4 kuanzia tarehe 1 leo, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, naweka wakfu vyote, tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10. Hakuna taarifa mbaya yoyote ya msiba au magonjwa au kufilisika au kuibiwa. Roho yoyote itasimama kwenye maisha. Tarehe 11, tarehe 12, 13, 14, tarehe 15, tarehe 16, 17, 18, 19, 20 inaweka wakfu. Kuanzia tarehe 11 mpaka 20 naweka wakfu. Hakuna taarifa mbaya, hakuna magonjwa, hakuna mateso. Kila mbaraka wako ambao Mungu aliukusudia mwezi huu wa 4, aliokusudia hautapeperushwa. Kila watu waliokusudiwa ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yako hawatakwamishwa. Hakuna mlango wala adui, hakuna kikao cha siri ambacho kitakaa kwa ajili ya kukuzuia. Hakuna mifumo itakayosimama kukuzuia. Yesu amenituma kwa ajili ya maisha yako. Wewe uliyekuwa umekata tamaa kuanzia tarehe ya 1 mpaka tarehe 20, hakuna pepo la majini, hakuna mifumo ya giza. Ninaharibu
Karibu vikao vya siri ambavyo wao vinapokea mwezi na kuanza kuratibu na fungua lango lako la uchumi. Hakuna madhabahu za kichawi wala vilinge vya kipepo vitakavyotawala kwenye maisha katika jina la Yesu. Hakuna madhabahu za siri, hakuna roho yote iliyokuwa inakuinda itakayofanikiwa kwenye maisha yako kufanikisha kile ambacho unataka kufanya. Kuanzia tarehe 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 na tarehe 30 ninaviweka watu pia na kuachilia neema na baraka kwenye maisha yako. Bwana akupe neema, Bwana akuonekanikie, Bwana akufungulie neema katika kila unachokifanya. Hakuna roho ya mapoza. Na ibariki mikono yako na naitakasa kwa damu ya Yesu. Hata hatua za miguu yako ninakata minyororo na nira za kipepo. Hakuna roho fuatilizi, hakuna roho nyemelezi, hakuna roho itakao kutangulia wala kukufuatilia nyuma. Katika jina la Yesu utanguliwe na Bwana. Baraka za Mungu zikufuate, malango yako yawe wazi. Haya watu wapate kukuletea kila kilicho chema ambacho Bwana amekitamka na Bwana amenituma kukupa unabii kwamba mwezi huu nenda kapokea marafiki wema, marafiki wabaya wakuache, upate marafiki ambao watasimama na wewe katika mwezi huu wa 4 katika jina la Yesu. Malango ya marafiki wabaya ninayafunga. Marafiki wanaokuja kwa ajili ya uharibifu, kwa ajili ya kutumia vya kwako ili wakuache unalia, katika jina la Yesu ninakataa marafiki wabaya, ninakataa mifumo ya giza, ninakataa roho ya kukosa kibali, haitakuwepo kwenye maisha yako. Roho ya kukataliwa haitakuwepo kwenye maisha yako. Ninakuinua, ninakupa bariki, ninakupa baraka tele zikatembee pamoja na wewe kuanzia sasa. Wewe na familia yako, wewe na uzao wako, kwa mamlaka ya jina Yesu hautakwamishwa, 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 hautakwamishwa. Bwana, neema na kibali vikamtokee baba huyu, vikamtokee mama huyu, vikamtokee binti huyu. Hata mahusiano yako hayatakwama kamwe, hayatakwama. Umekuwa ukichumbia unaachwa, umekuwa ukichumbia wanakukataa. Katika jina la Kristo pokea kibali cha Bwana, pokea kibali cha neema ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ikafanye maamuzi katika kila unachokifanya. Iko neema ya Bwana ikatembee na wewe katika jina la Yesu. Yesu Kristo akawe Bwana Mwokozi wa maisha yako, akaongoze hatua zako. Yesu Kristo akukumbuke. Bwana Yesu ukamwinue. Baba nakutukuza, Baba nakupa heshima. Asante kwa ajili ya maombi haya, asante kwa ajili ya kila mmoja aliyeshiriki maombi haya. Ninaamini kwamba kuna jambo kubwa ameliona na kuna mkono wako umemthibitisha. Nani mwingine kama sio wewe uliyetenda na uliyefanya katika kila hatua? Baba, ninaibariki, ninaibariki, ninaibariki mikono yake, ninaibariki miguu yake, nabariki ufahamu wake. Hata tembea na ufahamu wa kawaida, hata tembea na ufahamu wa kawaida. Roho Mtakatifu, nenda kamthibitishe mtu huyu, nenda kamthibitishe mtoto wako anayefuatilia maombi haya na uliyempa hatua. Baba, nasema asante kwa sababu umefanya. Ninauweka wakfu mwezi huu wa 4 katika jina la Yesu Kristo, kwamba mwezi huu ni mwezi wa neema, ni mwezi ambao wa kukamilishwa, mwezi ambao misingi yako itakuwa imara, hautarudishwa nyuma, hautakwama, hautafilisika tena, hautakataliwa tena. Watu wako ninawaamuru na yafungua malango yako ya watu ambao Bwana amewaleta kwenye maisha yako, ukawaone. Bwana ufungue macho yako ukawaone wema na wabaya katika kila unachokifanya. Usiwaamini kila watu, bali wapende na usiwaamini. Usiamini kila ajaye kwenye maisha yako. Bwana akupe macho ya kuwaona watesi wako na kuwajua katika jina Yesu. Bwana akupe moyo wa kusamehe, Bwana akupe moyo wa kuachilia katika mwezi huu wa 4. Ukae ni mwezi wa mwanzo mpya, mwezi wa misingi mipya, mwezi wa kustawishwa. Katika jina la Yesu Kristo nimekubariki. Amen. Ikiwa Mungu amekubariki na umebarikiwa na maombi haya, nikukaribishe uabudu pamoja nasi. Huduma yetu iko Dar es Salaam, Tegeta na Manga. Wewe ambao unatufuatia katika jiji la Dar es Salaam, Mungu akubariki na usiache kutuambia, usiache kutupa shuhuda juu ya kile Mungu amefanya. Na ikiwa umebarikiwa na unataka kuchangia huduma, unaweza kuchangia kupitia namba zilizoko hapo na Mungu atakubariki. Bwana kulinde na Bwana kutetee katika jina la Yesu. Amen.